Mimi naitwa Abi Kidunda DJ Kisiga kwenye Mega Mix show ya Abu FM. Hiyo Kisiga. Yeah. Inakuaje mzee baba? Shwari. Kama kawaida ni. Bana, kwanza hongera sana kwa tukio kubwa ambalo lilifanya. Ilikuwa tarehe 9 ya? Tarehe 9 pale Mtoni bana, ile ni babu kubwa. Kuna mtu ananiambia Kisiga leo kaikusanya Moro bana. Yote imekuwa yeah, babu kubwa. Hongera sana. Na ni matukio ya muendelezo ambayo unayafanya mara nyingi, si ndio? Kila mwaka itakuwa. Okay, kila mwaka. Na naona wasanii wa Singeli hasa kwa Morogoro, sijui mikoa mingine. Yeah. Kwa Morogoro kuna base fulani mmeitengeneza ya kusapotiana. Ile mlikaa kikao ama ilitokea wapi ile? Mtu akiwa na tukio lake wote mnajaa. Haijalishi wewe ni mkubwa kiasi gani. Hiyo ni mipango ambayo tumejiwekea tu sisi wasanii wa Singeli kwamba mtu akiwa na tatizo, akiwa na furaha lazima tukimbiliane. Okay. Haijalishi huyu ni mdogo au ni mkubwa. Okay. Kwa hiyo unaweza ukashangaa mimi ni mdogo nimewaita wasanii wote wa Singeli na wamekuja, lakini pia mkubwa naye anaweza kaandaa jambo lake na likawa juu pia na watu wote tukamkimbilia vile vile. Okay. Hatubagui wala hatuchagui. Yaani hiyo ilianzia wapi? Mlifanyaje ili mkapata hiyo, yani huo umoja ambao mnakimbiliana? Of course ni kulingana na ukuaji wa tasnia ya muziki wa Singeli. Okay. Kwa mwanzo ilikuwa sio rahisi mtu akiwa na jambo, yani matabaka yalikuwepo, lakini sasa hivi tumeendelea kidogo. Kwa hiyo tuseme kama miaka mingapi nyuma, miaka 3 hivi 4, hiyo tabia imeacha. Ilikuwepo lakini hiyo tabia imeacha. Kwa hiyo sasa hivi hakuna mdogo, hakuna mkubwa, yote atakayeandaa jambo lake, mtu ana nafasi ya kuja anakuja. Okay. Yeah. Na pana kiongozi, yani kwenye hiyo team yenu ya wasanii wa Singeli au ma DJ na nini, kuna mtu fulani akisema kitu hicho kinasikilizwa au ni kila mtu, yani mpo kwenye level moja? Hapana, of course ni namna tu unapokuwa unakuja kwenye majambo ya watu, unapoenda kwenye majambo ya watu. Ya na kadri unapozidi kwenda ndo watu wanapozidi kuja kwako. Kwa hiyo mtokaji sana kwenye majambo ya watu, lazima tu watu watakuja kulipa fadhila. Sio kwamba kuna bwana msikilize fulani anasema fulani kitu fulani. Hamna utembo. Okay. Na asiyekuja pia huwezi kufanya kitu chochote, lakini kila mtu na mtu wake. Kwangu mimi siwezi nikasema eti kwamba usipokuja wewe kwako na mimi nisije, yani ni kitu ambacho kwangu mimi hakipo. Sina roho hiyo. Okay. Wewe kama ukuja kwa jambo langu najua ni dharura tu. Otherwise ungekuja. Okay. Yeah. Lakini kama team inapotokea mtu, yani mnapokutana kama team, kwa sababu si huwa mnakutana watu wa Singeli au hamna hiyo? Tunaga sasa vikao. Hamnaga. Okay. Kama kikao tunaweza tukapanga bwana tukutane mara moja. After hapo tena wanakuta haitokei tena kwa mwaka, yani mara moja, na kilichoongelewa pale labda kuchagua uongozi na nini, yani hatunaga si mwenyekiti sio Singeli wa Morogoro, mimi simjui. Yeah, okay. Yani ni timu kama familia. Yani si tu yani ni ule urafiki tuliokuwa nao na usanii basi, ila hamna kiongozi huo kwamba mwenyekiti mweka hazina sijui nini. Tatizo limetokea, michango hapo tunapokutana, hakuna sijui toa kwenye mfuko wala wapi, hapana. Okay. Na mara ya mwisho kukutana ilikuwa lini? Yani ile kama bwana sasa hiki ni kikao mtu jadiliane. Watu wa Singeli. Na hiyo ni kwa Morogoro tu, si ndio? Of course ni kwa Morogoro, lakini ipo inafanyika kitaifa. Okay. Wapo wale BASATA wanakuwa wanaandaa kwamba wasanii wa Singeli wote wanakutana na nini. Lakini mimi sijawahi kuhudhuria hata mara moja. Okay. Lakini kwa Morogoro hii mara mwisho kukutana, nimesahau. Miaka 4 5 huko nyuma. Okay. Hiyo bado hata wasanii wakubwa wa Singeli wa sasa walikuwa bado hawajahit. Bado wako mtaani. Bana noma sana. Sasa hivi hapo unaweza ukazua ugomvi kusema bwana fulani njoo tufanye kikao hapa cha dakika 5. Kuendesha mtu sio ratiba. Ratiba ni ngumu sana. Okay, sawa. Kuna umezungumzia issue ya BASATA hapo. Kuna issue ya kujisajili sasa hivi. Na Singeli ukiangalia juu unaona kama wanaoifanya na wote ambao kwenye nini kama wauni muziki wa kiuni na nini, unajua zile. Na najua wauni bana, hizo ratiba kuzifuata vipi mnazingatia? Kwangu mimi niseme nipo 80%. Okay. Nimeshajisajili na nini na namba pia ninayo, isipokuwa sijaanza kulipiwa nipewe ile TIN number anasema. Okay. Namba ya BASATA ninayo, ila TIN number kwa ajili ya kulipia sasa niwe najilipia jina langu ndio nalilipia. Ndio bado sijaanza. Kwa hiyo natarajia kama mwaka huu hapa uishi nitakuwa nimemaliza hicho kitu, kwa hiyo BASATA nitakuwa nimejisajili. Issue ni rahisi sana. BASATA wameweka utaratibu rahisi sana. Wewe unakwama wapi? Kuna baadhi ya mambo nilikuwa sijakamilisha.
Kuna baadhi ya vitu nilikuwa sijakamilisha, lakini fresh tu. Hata nikiingia hapa mimi jina langu lipo, yani inaonekana basi, hata isipokuwa sijasajiliwa rasmi. Okay. Oh yeah. Bana bab kubwa DJ Kisiga, na sasa hivi unampigia nani? Yaani ni official DJ wa msanii gani wa Singeli? Mimi sina official. Yote official kwangu. Mimi naangalia tu namna kazi imetokea wapi, simu imelia wapi, msanii gani unahitajika. Nije naye, kama nimebanwa na mishe, nitamwambia bwana fulani chukua fulani, naenda naye sehemu fulani, wewe na DJ wako naendeni. Lakini kazi na uwezo wa kuifanya na kuchukua msanii, tunaenda tunafanya kazi. Sina msanii official. Okay. Yeah. Show ya mwisho ulifanya na msanii gani? Juzi nilitoka Mbeya na J Combat. Okay, na J Combat. Yeah, ile nilisikia. Sikia mliokota pesa nyingi sana. Sikia sasa hivi bana Combat anakusanya sana. Yaani mitonyo inaingia sana bana. Yeah, of course ni mtu anayekusanya. Okay. Yeah, bana bab kubwa. Leo tunazungumzia Singeli na maisha ya mtaani. Namna ambavyo mna connect moja kwa moja. Unadhani hivi ni kwa nini huku Uswahilini kabisa Singeli ndio muziki pendwa? Cha kwanza ndo sehemu ilipotokea. Yaani ndo chanzo. OG yake. Yaani ndo original yake ilipo, yaani muziki wa Singeli umetokea Uswahilini, ni Uswazi. Yaani Singeli ni Uswazi. Ndio maana Singeli uweze ukamkuta mtu. Sasa hivi imedevelop, lakini ilikuwa Singeli ni lazima uvae kijola kwa mwanamke. Kama ni mdada. Okay. Kijola, yani hapo kijola. Na sasa hivi pia naweza nikasema imedevelop na imetusaidia sisi pia. Ilikuwa Singeli zamani ni uhuni. Yani lazima dundo aliishi yani. Vurugu. Lazima wazee waingie. Unamaanisha polisi. Polisi lazima waingie mziki mwisho saa 6. Lazima ukutane na wahuni, yani fulani alikuwa na beef naye fulani, lazima watafutane sehemu kama hiyo, kwa sababu ni mkusanyiko wa watu, na kama unavyojua kila mtu atakuwa na tagi lake, huyu kakianzisha huyu kwenye vigodoro. Kwenye vigodoro. Kwa hiyo ni mziki fulani ambao kwa sasa hivi ulivyoendelea baadhi ya mambo yamepungua sana. Okay. Kwa sababu watu washaona kwamba hii ni kazi kama kazi nyingine. Japokuwa ilikuwa ya Uswazi sana, yani Uswahilini sana, lakini sasa hivi kidogo afadhali. Kwa hiyo kupendwa ni kwa sababu umetokea huko mtaani. Sababu nyingine ya kwa sababu sasa hivi hadi wakishua pia wenyewe wanapenda Singeli. Unajua kingine ni kitu ambacho kinachofanya vizuri. Singeli ni inafanya vizuri kwa sasa hivi. Inafanya sana vizuri. Kwa hiyo lazima iwe inapendwa kivivyote, kinamna yoyote. Watoto. Sasa hivi kuna Singeli hadi za dini. Kama mtu anasikiliza Singeli kanisani, fresh kabisa. Ni Singeli, lakini sasa imetoka kule kwenye ule uhuni, imezidi kupendwa zaidi na zaidi na zaidi. Alafu kingine ni asili yetu, yani ni mziki wa kwetu. Na kipindi kile watu wanasema bana, huu ni muziki ambao unapita tu, sio muziki ambao utadumu. Mlikuwa mnajisikiaje nyinyi ambao ndio mnakuja kwenye Singeli, pengine hata muziki ulikuwa bado haujaanza kuwalipa? Ilikuwa nikatisha sana. Yani inavunja moyo, kwa sababu mtu unapambania, unajua yani sasa nafanyaje kitu ambacho kitakaa miaka 2-3 afikife, na mimi ndo kazi yangu inakuaje. Lakini tunashukuru Mungu mpaka tulikofikia sasa hivi, na inazidi kusogea. Ilipotoka tangazo kwamba Singeli imepewa nafasi kama alama ya taifa, ulilisikia? Uliipokeaje hiyo? Yaani kwamba bwana, sasa mziki wetu ambao tunaondoka nao kama Tanzania ni Singeli. Hiyo taarifa ilitoka, ilikuwa ni mwaka jana mwaka juzi mwishoni. Mwaka jana mwanzoni. Wakati inatoka ile taarifa iliwapa nguvu kiasi gani na kuona sasa tunatakiwa kuendelea kukusanya mizigo ya kutosha? Kwangu mimi imenipa sana power, kwa sababu nimejikuta mpaka nimeacha kazi nilokuwa naitegemea, sasa hivi natumia muziki. Okay. Ulikuwa unafanya kazi gani mwanzo? Ulikuwa unafanya kazi gani? Siwezi kuongea. Lakini ilikuwa inakulipa kiasi gani kazi ambayo ulikuwa unafanya? Tofauti yake sio ndogo sana, lakini pia naweza ngasema ni kubwa sana, kwa sababu ulikuwa unajiriziki. Nilikuwa najiriziki kwenye kazi ya kwanza. Kwa maana yani unaumia, unafanya kazi overtime, unachoka, lakini ukija kwenye muziki wa Singeli mfano. Tukae hapo kwenye kazi kwanza. Uko unachoka? Unachoka, yani kazi unafanya akili, mwili unachoka. Mwili unachoka, akili unachoka. Uko kazi masaa ngapi? 24 hours mzee. Kwa siku zote 7 za juma. Of course. Yani ukipumzika yani unarudi tu home man. Yani usiku labda saa 2 ile umerudi saa 3 umelala, ila saa 12 inabidi uamke.
uende kazini. Okay. Yeah, mimi nishafanya kazi ya conductor, nishakuwa bodaboda. Kwa hiyo kazi hizo nadhani unazielewa. Yeah. Conductor ni lazima saa 11 ukaamshe gari. Yeah. Na unasimama mpaka saa 2, saa 3. Labda hapo unakunywa chai, ukitoka hapo saa 2 asubuhi, saa 3 unakunywa chai, ukitoka hapo mpaka mchana tena unakula kidogo, baada ya hapo tena mpaka kula za gari. Bana noma sana. Haya bodaboda ndio usiseme. Muda wote uko rodi, kiuno kikuume, mgongo kuume, polisi wakuvizie, wezi, yani kwa hiyo unajiriski vitu vingi sana. Okay. Yeah. Bana noma, kwa hiyo kaamua kuacha. Kama sisemi nimeacha, kwa sababu unaweza kushangaa muziki siku umepinduka, pia game limekukataa, unarudi kwenye kazi yako ulizoea. Kwa hiyo yote vinawezekana. Okay. Kwa hiyo unataka kusema ni kwamba sasa hivi Singeli inakulipa ukilinganisha na kazi ambayo ulikuwa unafanya? Inanilipa sana. Kwa ukitupa utofauti, unaweza kutupa picha, yani ili bodaboda ambaye ana kipaji labda cha kuimba akaona oya muziki ni noma, ujue kama ukiwekea nguvu. Kwangu mimi nilihakikisha napata ninachokihitaji kwanza. Let's say nilikuwa similiki labda studio, sawa. Nika make sure na kusanya mapato, na kusanya hela, na miliki laptop yangu. Na miliki mimi si DJ, na miliki laptop, na miliki monitor, speakers, na miliki mic, sound card, ambapo najua hii sasa ni ofisi. Mpaka ilipokamilika ndo nika move kufanya sasa, niache kazi ya pikipiki nianze kufanya muziki, kwa sababu nikajua kabisa tayari ni ofisi itakuwa inaniingizia hela. Lakini tu useme eti naacha kazi ambapo kazi yenyewe hujaitengenezea mazingira ya kusema wewe unapata kazi. Ni shida. Kwa hiyo lazima ni huko naendesha bodaboda, huko nilikuwa najipambania mpaka nimejua kupiga muziki, mpaka nimemaliza. Nimetoka hapo nimeanza kumiliki vitu vyangu. Sasa hiki hapa ndo yani kwamba nikipigiwa simu ya kazi sina tena kumwazima bwana Blazabe niazime laptop si hivi na hivi na hivi, sina. Kazi yangu mimi hapa naibeba. Ndio nikamove kuacha kufanya hiyo kazi nyingine. Kwa kifupi sasa hivi Kisiga hafanyi kazi yoyote, maisha yake ni muziki. So mimi baba, mama, mtoto wangu, mwanamke wangu. Sijaelewa yani kwamba sio wewe tu. Sio mimi yani naitegemea hivi. Yani baba hapa akipiga simu, mwanangu na shida na laki, mapema inatoka kwenye muziki. Sifanyi kazi aina yoyote ya. Mama sina mwanangu hivi muziki. Mwanangu anakula, analala, anaamka, anaagiza anachokitaka. Muziki. Singeli. Mimi mwenyewe bado pia unajua ukiwa msanii pia kila siku unatakiwa uvae toleo. Nguo zinavyotoka na unatakiwa ubadilike. Kuna mavazi, kuna hiki. Simu lazima umiliki simu kali. Na una watoto ngapi? Na mtoto mmoja. Okay. Yaani familia, mke na mtoto wote wanakutegemea. Wote hao wananitegemea. Bana babu kubwa. Kwa hiyo bana Singeli inalipa kiasi hicho bana. Sio muziki wa ule. Bana tu support huu muziki kufika kwenye level kubwa sana. Kwa sababu kama ndio hivi Singeli inaendesha maisha, hapa kuna watu zaidi ya 6 wanategemea huu muziki. Hapa tunazungumza kuna masela na nini? Washikaji pengine ambao pia wanategemea kwa kile ambacho wanakipata, au unapoenda kufanya show kuna mtu wa pembeni ambaye unakuwa naye pia anapata riziki. Tuseme baada ya hii level nilofikia, level itakayofuata natamani sana niwe na hivyo. Natamani niwe unaenda kwenye show unatembea na cameraman, unatembea na manager, so unaanza kufika tena unaanza wewe ujihangaikie kupiga muziki, wewe mwenyewe ujishoot, wewe mwenyewe vile vitu. Otherwise mtu pembeni tu akoshoot napo akutumia au asikutumia hizo clip, ushaona. Lakini natamani sana niwe na hiyo team. Kwa hiyo kuanzia mwakani hivi nita make sure na miliki hicho kitu. Kwa sababu muziki unakuwa na sisi tunaendelea, na sisi tunakuwa, maendeleo nayaona. Matarajio yangu ni haya.